Leo ni Jumatatu ya tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 2026. Bado nipo Kariakoo na kubwa hasa nipo mitaa ile ambayo imemlea mhasimu wa Young Africans, mitaa ya Msimbazi, na nimemfuata Master Code. Ni mara baada tu ya mchezo ambao umechezwa katika uwanja wa Azam Complex kwa siku ya tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2026, ikiwa Jumapili ya Pasaka. Mnyama Simba Sports ameondoka na alama moja katika uwanja ambao matumaini ya wanasimba wengi ilikuwa ni kuondoka na alama 3. Nipo na Master Code. Mara baada ya mchezo kumalizika, alitumia ukurasa wake wa Instagram kutoa yake ya moyoni kuhusiana na mchezeshaji wa mchezo huo, kwa maana ya mwamuzi wa mchezo huo Mohamed Arajiga, kuwa amewanyima Simba Sports penalty halali, tendo ambacho kimemfanya Mohamed Dewji, rais wa heshima wa klabu ya Simba Sports Club, kuchukua kipande hicho na kukiweka kwenye Insta story yake. Nipo hapa leo asubuhi kuzungumza naye mengi katika yale ambayo ameyatazama kwenye mchezo husika. Nijua hali yako iko vipi kiongozi? Salama kabisa. Uko vizuri? Nashukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yako burudani? Mambo yamenyoka. Bila shaka ulikuwepo uwanja wa Azam Complex. Ni kipi hasa kilikufanya utoe maoni yale ambayo unaamini kuwa Simba Sports imenyimwa kile ilichokuwa inastahili mara baada ya dakika 90 kumalizika? Yeah, of course ni mchezo wa wazi, mpira wa miguu, mchezo wa wazi. Kwa hiyo kila mtu ambaye mwenye macho anatazama pale, kwa hiyo anaona kila kinachoendelea. So kwa mtazamo wa game ya jana ya Simba na Azam, ni dhahiri shairi Mohamed Arajiga kawanyima Simba penalty za wazi 2, yani unaelewa. Kwa hiyo kilichonifanya nizungumze vile, nitoe maoni yangu, ni kwa sababu haya matukio ya Simba kwa nyima penalty huwa yanajirudia mara nyingi. Kila mechi ya Simba akipewa refari wakati Mohamed Arajiga, mara nyingi huwa anawafanyia makosa maksudi klabu ya Simba. Kwa hiyo kwa sababu mimi ni mwanasoka mpenda mpira, nikawa nitoe maoni yangu kuzungumza kwamba anachokifanya Mohamed Arajiga ni kitu cha makusudi, sio kwamba hajui sheria na sio kwamba hawezi kuhendo tempa ya ile mechi. Anaiweza vizuri kwa sababu Mohamed Arajiga ni mwamuzi mkubwa ambaye kuna wakati huwa anateuliwa mpaka na kamati za mashindano ya CAF kwenda kuchezesha zile mechi za kule. Kwa hiyo ni mwamuzi mzuri ambaye anaweza akahandle pressure ya game yoyote, hata ya Simba na Yanga, bali huwa anafanya makusudi kuwapoteza Simba kwenye mbio za ubingwa. Kwa hiyo ukiwa kama mwanasoka, ukiwa kama mtu wa mpira, hichi kitendo kinakuwa hakiridhishi, kwa sababu Simba pia ni binadamu kama alivyokuwa binadamu wengine. Kwa hiyo haifai wala haipendezi kuwanyanyasa kwa namna ya design hiyo. Unadhani ni kwa nini sasa umemtaja Mohamed Arajiga lakini umemhusisha na klabu ya Simba Sports Club, kuwa anapochezesha basi inaonekana mambo kuwa magumu kwa klabu ya Simba Sports Club? Kwa nini unafikiri inakuwa hivi? Sijajua ni kwa nini, labda yeye ana mapenzi na klabu nyingine tofauti na Simba, kwa anaamua kuwatoa kwenye mchezo wa Simba, au sijajua anafanya kimaslahi, au sijajua anachezesha hivyo kwa namna gani. Lakini tunachokiona sisi kwa macho yetu ni kwamba anawafeva wale ambao wanacheza nao Simba, na hii sio mara ya kwanza. Kama nilivyosema, kuna mechi ilitokea mwaka jana msimu ulioisha, alichezesha Mohamed Arajiga sisi na Simba, aliwanyima penalty kama 2 au 3. Kip Dennis anachezwa foul zaidi ya 2 kwenye boxi, Mohamed anameza filimba, anasema sio foul, challenge ya kawaida, anamwambia nyanyuka tuendelee kucheza mpira. Kwa hiyo ni mtu ambaye huwa anafanya hivi kimakusudi, yani zaidi ya mara 3 au mara 4. Kwa hiyo kimpira utakiwa kusimama upande mmoja. Kwa sisi ambao ni wapenzi wa mpira, unajua kuna watu wengine ambao wanachokosea, wao wanaanza kupenda kwanza klabu alafu ndio wanapenda mpira. Hicho kitu kinakuharibu kisaikolojia, kinakuathiri. Inatakiwa upende kwanza mpira, ukishapenda mpira ndio unachagua timu ya kushabikia, nishabikie timu gani, kwa sababu ya mapenzi ya timu ambayo unataka kushabikia. Lakini ukishabikia tu hivi bila kuangalia mpira wenyewe, hujui, yani from nowhere unavamia tu kwenye mpira, madhara yake ndio haya. Hata kama kweli unaonekana wewe unataka ufunde ule ukweli, uzungumze uongo, kitu ambacho hakitakiwi. Ukiachana mbali na penalty ambazo Simba Sports unasema kuwa wamenyimwa haki yao ya kupata hizo penalty, wametengeneza nafasi nyingi sana katika mchezo wa jana dhidi ya Azam Football Club. Nini unadhani kinaikwamisha Simba Sports kutumia nafasi inazozitengeneza kuyageuza kuwa magoli? Wametengeneza nafasi nyingi wametengeneza, na fuadi wao ambaye ni Selemani Mwalimu amekosa. Huwezi kumlaumu moja kwa moja Selemani Mwalimu, kwa sababu pia Azam ni timu kubwa, timu ambayo inawania pia ubingwa, unaelewa. Walifanya marking vizuri, goalkeeper wao na Ashimanula
kafanya save nyingi sana, na ndio maana akaibuka man of the match wa game. Kwa hiyo ina maana amekutana na vitu vingi sana kwenye ile game. So huwezi kulaumu pia ile safu ya ushambuliaji ya Simba, wala huwezi kulaumu pia yani kwa nini hajafunga, kwa sababu kufunga pia ni jambo lingine. So unalaumu kile ambacho unakiona kabisa kimetengenezwa, kilikuwa ni faida ya klabu, lakini mtu mmoja kwa ajili ya maslahi yake binafsi kawanyima yeye peke yake. Lakini kutengeneza nafasi ametengeneza kweli na ameshinda kuzitumia. Huwezi kulaumu vile. Laumu ambacho wamekifanya na kimeonekana, lakini kwa maslahi ya mtu binafsi ameamua kuchezesha anavyotaka yeye. Ulizungumza na nilizungumza pamoja nawe, ukaiweka Young Africans katika nafasi za bahati nasibu, hususan kwenye zile nafasi 4 za msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, ukimuondosha katika kuwania kinyang'anyiro kutetea kombe ambalo wapo nalo kwa hivi sasa. Kwa namna ambavyo duru la pili sasa hivi ambavyo limeanza, linarejesha yale matumaini ambayo ulikuwa wewe umeyafuta ndani ya klabu ya Young Africans kwenye kuendelea kutetea taji ambalo tayari wapo nalo. Hamna, yani Simba kudraw mechi yao ya jana na Azam sio dalili kwamba eti Yanga atakosa ubingwa. Unaelewa? Kwa namna ambavyo tunavyocheza sisi Yanga, performance, kiangalia quality ya wachezaji, individual players, yani bado kiwango chetu kipo chini sana. Kwa hiyo bado sioni Yanga ikienda kutoa ubingwa wa ligi kuu. Yani maybe itokee tu kama hivi inavyotokea, marefali wanafanya maamuzi yale ya kuifavor klabu yetu, alafu tunakuwa mabingwa. Lakini kiangalia quality ya players, unaona kabisa klabu ya Yanga inaenda kupoteza ubingwa msimu huu. Unaelewa? Sasa sitaki kuzungumza mapema kwa sababu kuna baadhi ya klabu zingine hata hii duru ya pili hawajacheza bado. Kama Simba wana vipolo vya msimu vya raundi ya kwanza na nini, unaelewa? Kwa hiyo bado mapema kutabiri kwamba huyu atakuwa bingwa au sio bingwa, kwa sababu utofauti pale wa alama ni alama 3 kati ya anayeongoza ligi na mtu wa pili, ni alama 3. Kwa hiyo kama sisi Yanga tutaendelea kucheza vile magumashi, fitness wachezaji hakuna, uwezo mdogo, inawezekana kabisa tukamaliza nafasi ya 3 mpaka ya 4. Unaelewa? Lakini kama tutajipanga vizuri, tutaamka na kuanza kujitafuta, yote hayo yatatokea. Kujitafuta kupi sasa? Kwa sababu ukiwasikiliza watu wa ndani ya club ya Young Africans kupitia msemaji wao, msemaji wenu Al-Shaabani Kamwe, matumaini na asilimia za wao kusalisha ubingwa uliopo ndani ya klabu ya Young Africans ni mkubwa kwa msimu huu, na hususani kwa matokeo kama haya yanaipa nafasi pia Young Africans. Shaka lako ni lipi? Na kwa baadhi ya wachezaji ambao uliwataja hivi karibuni kutokuwaona uwanjani, tumemuona Sure Boy akirejea uwanjani, haikupi hali ya moyo yote? Ile ndio inayotakiwa sasa, akina Sure Boy wacheze, akina Faridi Musa, akina nani wacheze, wale wachezaji, ili pia timu yetu iwe na chachu. Wale wachezaji wa akiba pia wapate nafasi ya kucheza, waoneshe kile ambacho walichokuwa nacho. Unaelewa? Na hii kuzungumza kwamba kuna uhakika sisi kwa mabingwa, hii pia kwenye mpira inanipa wasiwasi. Kwa nini mtu useme kwamba sitakuwa mabingwa? Kitu gani umekitengeneza? Wakati ili uweze kuwa bingwa lazima ukacheze game. Ukicheza game lazima ukusanye alama 3 au labda upate sare. Zile alama zikiwa nyingi ndipo unakuwa bingwa. Kwa hiyo sasa wewe mechi hujacheza, kuna mechi karibia 15 mbele, alafu leo unasema sisi mabingwa. Kwamba je, umefanya nini hapo yani? Yaani umeongea na waamuzi au umeongea na timu pinzani au umefanyaje mpaka uwe na hakika 100% kwamba sisi ni mabingwa watarajiwa? Kuna kitu ambacho kinafanyika, na ndio maana kiongozi yote wa Simba ukimuoji kwamba vipi mna matumaini ya kuchukua ubingwa, anakuambia sisi hatuwezi kuzungumza mapema hivyo. Sisi tunacheza mpira ukishachezwa tutapopata alama 3, zikiwa alama nyingi ndio tunakuwa mabingwa. Lakini kwa sasa hivi huwezi kuuliza wala ubingwa. Ndio yani kiongozi anatakiwa ajibu hivyo. Unaelewa? Sasa kiongozi ukimsikia anakuambia tutakuwa mabingwa, hiyo kidogo inanitia mashaka, na kuna kitu huwa nahisi kipo nyuma pazia. Unakinzana na kauli anayoizungumza Ghalib Said kwamba Yanga bingwa. Yanga bingwa anakuwaje bingwa hata mechi hazijachezwa? Anaamini katika usajili uliofanyika, anaamini katika matokeo ambayo yanatafutwa na club na yanapatikana. Haiko hivyo kwenye mpira, yani kwenye mpira ili uweze kuwa bingwa ni lazima ucheze. Kama alikuwa wanaamini kama sisi ni mabingwa, tusingepeleka timu uwanjani. Tungeambia tu bodi ya ligi ya TFF. Sasa una ubingwa kupewa hivyo kama vile. Sasa wao si wanaamini hata zawadi ya ile siku hata game hazijaanza, ile siku ya wananchi tunaita. Ile utamsikia Ghalib Said anakuambia kabisa Yanga bingwa. Tafsiri yake maana yake tayari anakuwa anajua kinachoendelea. Kwa hiyo kama Yanga ni bingwa, kuna haja gani ya kwenda mikoani kuharibu nauli? Kuna haja gani ya kwenda kuandaa maandalizi ya mechi na nini na vitu vingine kama Yanga ni bingwa? Kwa hiyo
kuna kitu sikijui ni kitu gani, lakini kuna kitu ambacho wao wamekitengeneza, wanaamini Yanga atakuwa bingwa, na ndio maana ikitokea mwisho wa msimu kweli Yanga anakuwa bingwa. Hauwezi ukajisifu una mbio kama utashindwa kumsifu na anayekukimbiza. Sahihi. Tumtazamie Azam Football Club kwa mchezo wa hapo jana. Malalamiko yako ni kwa Rajiga, lakini sijajua namna ambavyo umemtazama ama umekitazama kikosi cha Azam Football Club. Mwalimu Floret Ibenge kwa muda sasa amekuwa kikinoa kikosi hicho. Niambie namna ambavyo umeona upinzani wa Azam Football Club ukiwapa ugumu Simba Sports kupata matokeo. Mechi ilikuwa mzuri na Azam ni timu kubwa, sio ya kuibeza. Kwanza wana maremo mzuri Ibenge, wachezaji wao quality yao ni kubwa, kuna kina Fei pale ambao ni expensive player. Kwa hiyo kuna wachezaji wengi sana ambao wanacheza vizuri, kuna mwalimu wao yule nzuri, benchi lao la ufundi limekamilika. Kwa hiyo Simba amecheza timu ambayo imekamilika. Kwa hiyo wakicheza timu ambayo imekamilika ni lazima ukiwa kama referee uweze kubalance, kwa sababu hizi timu zote ni kubwa na zote zipo kwenye kuania ubingwa. Kwa hiyo unavochezesha kimahaba, unavochezesha mapenzi, hata ile timu nyingine inakuwa unaitoa kwenye nini? Unaitoa kwenye reli. Kwa hiyo kwa sababu hizi timu zote ni kubwa na timu zote hizi ni majanti na wote washaka kuchukua ubingwa wa ligi, chezesha kihaki, chezesha kimsimamo ambao wamekuelekeza watu wanaosimamia mipira, bodi ya ligi au TFF. Chezesha hivi, unaelewa? Kwa sababu unapochezesha tofauti, hata wapenzi wa mpira, hata watu ambao wanawekeza wanashindwa kuja kuwekeza pale, kwa sababu wanajua kabisa hii nchi ukiwekeza mpira watu wanafanya maamuzi yao binafsi hivyo. Kwa hiyo sio kwamba Azam hakucheza vizuri, no, walicheza vizuri sana, kwa sababu hata ukiangalia takwimu hazijapishana sana. Azam amepiga target za kutosha, Simba amepiga target, amepiga target, kona kama zinafanana fulani, unaelewa? Kwa hiyo zote timu mbili hizi zilicheza vizuri na ilitakiwa maamuzi wakati pia achezeshe vizuri kama timu ambazo zinacheza vizuri vile vile. Kilichoikomisha Simba Sports kupata ubingwa msimu uliopita ni dhidi ya zile top team. Tunazungumzia Young Africans ilimkwamisha dakika za jioni kutoa ubingwa, Azam Football Club ilimkwamisha kupata ubingwa. Kwenye upande wa FA tunamuona Singida Black Stars. Ndicho ambacho kinaonyesha dalili kwa msimu huu tuliopo hivi sasa. Pengine inaweza ikawa ni viashiria vya kile kilichotokea msimu jana uliopita, kwa maana ya kwamba hizi top team zilimkwamisha Simba Sports, na ndicho ambacho tumeanza kukiona kwa Young Africans, imetokea hivyo. Tunakuja kwa Azam Football Club, navyo ndivyo ambavyo ilivyokuwa sawa na msimu uliopita. Pengine labda unaweza ukaziona ni dalili zinaashiria kile kilichotokea kwa msimu uliopita. Of course, kwa sababu kwanza Simba msimu ulioisha hawakuwa na timu nzuri. Kwa hiyo naweza nikaamini kwa 100% maneno yao kwamba timu kubwa hizi top 5 zile kama Singida, Azam, Yanga, maybe na TR Simba alishinda zote mbili. Hizi timu tatu au nne hizi ndio zilikuwa chanzo cha Simba wao kukosa ubingwa. Lakini pia sio sababu ambayo ya kuja kuichomekea na msimu huu. Msimu huu Simba wamefanya usajili mzuri, wana wachezaji wazuri hususan kwenye dirisha dogo. Tumeona kina Libase, tumeona kina Oula, tumeona pala kina nani, wachezaji wazuri wengi sana kina Luemba. Kwa hiyo tusilinganishe kwa sababu mwaka jana walikosa ubingwa kwa sababu na hawa na mwaka huu itakuwa hivyo. Hapana, mwaka huu mimi naona waamuzi wamekuwa ni chanzo kikubwa sana cha kuwafanya Simba waweze kukosa ubingwa, na sio Simba peke yao, timu nyingi sana zinalalamika kwa sababu ya waamuzi. Maana siku hizi waamuzi wengi wanafungiwa, waamuzi wengi sana wanashushwa madaraja, waamuzi wengi sana wanapata adhabu kwa sababu ya nini? Mwenendo wa marefari. Wa marefari wanakuwa na mchango mkubwa sana kwenye ligi. Kwa hiyo kama mwamuzi akichezesha vibaya, akichezesha kwa mapenzi, ndio maana unakuta timu zinakuwa zinalalamika sana na zinapoteza ubingwa. Young Africans Tanzania Prison, uwanja wa KMC. Matokeo safi kabisa, burudani nzuri, usiku wa kukaribisha usiku wa Pasaka. Kuna namna yote ambayo umeona mabadiliko ndani ya Young Africans kwa namna ambavyo walicheza na Tanzania Prison? Mabadiliko hakuna, Yanga ndio ile ile. Yaani mabadiliko hakuna hata kidogo, kwa sababu tulivyocheza ile mechi na Prison, yaani kama the same mechi yetu ya kwanza ile. Yaani timu kiwango chake kiko chini sana, au quality ukiangalia pasi hazifiki na nini. Hata magoli walioshinda sio ya position ya kuyatafuta labda pasi mpaka 7 hadi 8. Hapana, ni counter tu moja imepigwa, yule nani Pakome amekutana nayo akaja akashinda, unaelewa? Ni magoli tu yani la gongana, shangaa mpira kwa wavu mtu anashangilia. Sio position ambayo unatafuta kama yale ya Duda anaanza kuyatafuta toka huko mwanzoni kama anashindaga Simba yale. Magoli yanasahau kwa mwanzoni, pasi zinakuwa nyingi,
mtu anachukua anampa huyu, anaenda naye mpaka kwenye boksi, anafunga goli la kideo, tofauti na yale magoli ambayo tuliofunga juzi na Prison. Kwa hiyo Yanga bado kiukweli, yani kiwango kiko chini, kiwango hakiridhishi, inabidi tufanye kazi ngumu sana sana, yani kuboresha viwango vya wachezaji, fitness hawana, yani hivyo. Kwa hiyo ukiniambia labda kiwango kimeongezeka baada ya kuwafunga Prison goli 3, mimi nitasema sio kweli. Prison wenyewe kwanza kama walikubali fulani tu kufunga, kwa sababu walikuwa kama wamepotea kipindi cha pili kile. Hoja ya Simba Sports kutaka tu ufafanuzi kuhusiana na mchezaji Damaro ina mashiko yote? Yeah, of course, Damaro si mchezaji wa ligi kuu. Kwa hiyo na Simba pesa kupatikana, na sio Simba peke yao. Ile hoja itakiwa iwasilishwe na timu zote 16 ambazo zinashiriki ligi kuu, kwa sababu sio sheria mchezaji ambaye ana uraia pacha kushiriki ligi au kushiriki mashindano haya ya ligi kuu, naelewa. Kwa hiyo Simba walikuwa na hoja ya msingi kuuliza kwa nini huyu hatujaelewa uraia wake ukoje na vitu vingine vya namna hiyo. Hawajasema wana uraia pacha. Kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji wamesema kwa namna ambavyo shtaka limekwenda halina mashiko, na ndio maana wamelitupilia mbali jambo hilo. Kwani hao walivyolitupilia mbali hilo shtaka, mwanzo walitoa taarifa kwamba tumepokea shtaka kutoka Simba? Hawakusema. Kwa nini baada ya kuja Simba kupeleka mashtaka na wakuona kesi imeshinda wakati wa taarifa public? Ni kwa sababu tayari kwa ishakwenda kwenye vyombo vya habari, watu wanataka kujua mwenendo wa shauri lenyewe pale. Yani kuna kitu kipo nyuma pazia. Simba ile swala hakuliweka public, na hata bodi ya ligi walivyolipokea ile swala halikuwa public. Yani ikawaje baada ya kuendesha ile shtaka wao wakaja wakalitoa public? Maana yake nini? Yani ilikuwa na faida gani? Unaelewa? Kwa hiyo kuna vitu vipo vya kisiasa ambavyo sio muhimu sana kuvidiscuss kutokana na uraia wa huyo Damaro na vitu vingine vya namna hiyo. Mimi ninachoona mechi tu ichezwe. Damaro kama sio Mtanzania basi, yani kwanza kuna ubaya gani sisi tukipokonywa point? Yani nitakiwa Yanga kama ni kweli kama kuna ubaya. Hakuna ubaya, sababu sisi tunataka Africans ichukulie point. Siatii sheria. Yani kama hujatii sheria, hujafuata mamlaka yanavyotaka, natakiwa uonywe. Unaonywa vipi? Unachukuliwa point na shua daraja. Lakini wewe ufafanuzi wa hili jambo hukusikiliza kwamba mchezaji huyu kama ni ITC limfuata akiwa Singida na uraia umebadilikia akiwa kule. Kwa hiyo anatambulika kama mchezaji wa kizawa ndani ya klabu ya Young Africans. Hoja hiyo bado haiwatoshelezi. Hiyo hoja watu wa Simba Sports. Tatizo sio kuchezea Singida na kupata kesi akiwa Singida. Tatizo yani watu wanachimbua huyu ni raia kweli wa Bongo Tanzania. Kwa hiyo watu wanataka uthibitisho ni raia sio raia. Watu walikuwa wanauliza hilo. Unajua huyu ni raia kweli au walikuwa watu wanatakiwa wathibitishe kwamba ni raia. Ili tumuone kwa timu za taifa. Ili Simba nao waseme kwa mbadilishe labda Libasi, wambadilishe Oula, wakina Luemba, wabadilishiwe, waseme huyu hapa ametokea Mtwara, huyu hapa Masasi, huyu hapa labda Mwanza, pia wacheze kwenye timu ya taifa. Simple tu. Wakisema haiwezi kuwa rahisi kiasi hicho. Mbona kwa Damaro imewezekana? Ndio tujiulize. Wewe ndio nikuulize mimi. Kwa hiyo kwa Damaro imewezekana, wamesema ni Msukuma. Basi kama ni Msukuma na kwa Simba pia. Msukuma mimi sijalisikia. Ni Msukuma sasa ameimba juzi kwenye mechi za KMC. Wakamuita kabisa pale kwamba Msukuma mtu wa Mwanza yule. Kwa hiyo ni vitu ambavyo havina mantiki wala havina mashiko. Yaani kuna wazi gani atengeneza ile mradi tu. Yaani stories ziwepo, lakini sio issue muhimu wala sio issue nini. Itakiwa bodi ya ligi au TFF wafyeke alama za Yanga zile mechi ambazo amecheza Damaro zote. And then kama kuna adhabu ya kushusha daraja, sisi tushushe daraja, kwa sababu inatakiwa sheria zifuatwe. Master Code kama inastahili kwa vile anavyowaza Young Africans kupokonywa alama 3 na adhabu nyingine zitakazochukuliwa hatua na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, yeye yupo tayari kwa hayo maamuzi yatakayofanyika. Kariakoo, eneo ambalo Master Code usaka riziki yake ama usakia tonge lake la kila siku, ndipo ambapo tumesimama kwa hivi sasa kuzungumza yale ambayo yamejili katika anga la kimichezo. Mimi langu jina wananiita Jafet wa Mipango, wasaa mzuri zaidi wa kupata nafasi ya kuzungumza na Master Code. Pengine una lolote la kumalizia kwa wadau na wafuatiliaji? Hapana, mimi nachotaka kuzungumza hapa ni kwamba watu wapende mpira, wasipende timu. Penda kwanza mpira, ukishauelewa mpira ndio upende timu. Utaona matusi au utaona maneno ya kejeli, hata mtu akitoa maoni kwenye comment section, mtu anajadili kitu cha msingi, lakini kama unapenda timu, haupendi mpira,
Wewe unapenda timu, unapenda mpira au unaipenda Yanga? Yani inatakiwa utangulie kwanza kupenda timu, upenda mpira kwanza. Kabla hujapenda Yanga, upende kwanza mpira. Kwa hiyo umeanza kwa upenda mpira afu ukapenda Yanga. Ndio maana Yanga ikizingua, mimi nakuja nasimama mbele bila uoga, nasema Yanga hapa imezingua. Kwamba Musa Barakote sio mchezaji mzuri, tumepigwa. Kwamba Okelo sio mchezaji mzuri, tumepigwa. Unaelewa? Lakini ukipenda tu Yanga mimi Yanga kila kinachofanyika kizuri, yani wewe ni kutetea tu, yani baada ulianza kupenda Yanga kwa kina nani? Mayele? Mimi Yanga nimependa siku nyingi, zamani sana, muda mwingi sana. Kwa hiyo siwezi kuwa na miemko hivi kwamba eti kila kitu mimi nishangilie, hapana. Mimi nashangilia kitu kizuri, unaelewa? Ndio maana hata ile Yanga kina Mayele tumefika finali na nini, nikasema this is done, tumefanya vizuri hivyo yani. Lakini hawa wengi ambao wanapenda Yanga, unajua hawa wengi wanapenda Yanga miaka hii ya karibuni, na ndio maana wanakuwa wanajifanya wana hasira sana na uchungu sana. Ukisema Yanga wanakuta wana panic, unaelewa? Kwa hiyo ndugu zangu, tupende kwanza mpira, and then ukisha ujua mpira, kutambua mpira, penda Yanga, penda Simba, penda Azam, penda Mtibwa, penda Majimaji, timu yoyote ruksa.